Bado ninaendelea na somo la jina. Sema jina lenye nguvu. Amina. Neno linasema fimbo ya udhalimu haitakaa katika fungu la wenye haki. Amen. Udhalimu ni nini? Tukisema udhalimu, nani anaweza kuniambia? Udhalimu ni kitu gani? Nani anaweza kuniambia? Mpe Mr. Shola. Udhalimu ni neno linalotokana na neno kudhulumu. Kwa hiyo udhalimu maana yake ni dhuluma au kuchukua mali. Neno linasema, ninaposema fimbo ya udhalimu haitakaa katika fungu la mwenye haki, Mungu anamaanisha nini? Mwingine kama vile kuto kutenda sawasawa na vile ambavyo unatakiwa kufanya. Ni kitu ambacho anasema kwamba kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Ina maana ya kwamba udhalimu ni kitu ambacho ni tendo ambalo linafanywa kinyume na haki ya Mungu. Au kinyume na kusudi ambalo limekusudiwa uweze kutenda. Udhalimu ni kitu ambacho kipo kinyume na agizo la nani? La Mungu. Ni uovu, ni dhambi, ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaposema fimbo ya udhalimu haitakaa katika fungu la mwenye haki au katika nchi ya mwenye haki, ni kwamba Mungu hawezi kubariki mtu ambaye ndani yake hajioni yeye. Mwenye haki katika hiyo King James Version amesoma ni righteousness, manake ni mtu ambaye ni nini? Mtakatifu. Ukisoma katika Yohana sura ile ya 9 mstari wa 31, neno linasema pale wazi kabisa kuhusu uovu au dhambi na maombi yako na Mungu inakuwaje. Yohana sura ile ya 9 mstari wa 31. Yohana sura ya 9 mstari wa 31, wote wamefungua. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema Mungu hasikii mtu mwenye nini? Mwenye dhambi. Sawa, Mungu hamsikii mtu mdhalimu. Na maana neno limesema katika ile Zaburi 125 ya kwamba hiyo fimbo ya mdhalimu haitakaa, amina, katika nini? Fungu la nani? Wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na jina lenye nguvu ya Mungu, jina la biashara, jina uko ofisini kwako, amen, uwe na jina lenye afya. Unajua jina lako ndio linalobeba afya. Mr. Wewe unaitwa nani? Simama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ametupa Shola. Ametupa nani? Shola. Kwa hiyo tunayemwona Ametupa Shola, nikisema huyu anaitwa nani? Ametupa nani? Shola. Ametupa Shola ndiye ninayemwona hapa, baba wa Beatrice. Ametupa Shola, huyu ndo jina lake. Amina. Sema ametupa. Huyu ametupa, huyo ndo baba wa nani? Anaitwa Beatrice nani? Ametupa Shola. Twende pole pole. Ametupa huyu ndio Mungu kambariki, kampa mke mzuri, anaitwa nani? Nani tena huyo anaitwa? Eda ametupa Shola. Na jina yake mwenyewe amesema ametupatia. Tumepewa. Ndo manake ametupa, manake tumepewa. Kwa hiyo ukienda kumuita Eda kwa jina lingine, Eda atakukatalia. Atasema mimi ni Eda ametupa nani? Shola. Na hilo jina limetoka kwa nani?
kwa ametupa. Kwa sababu gani Eda anatumia hilo jina? Ni mke wake, na ametupa amefuata taratibu zote. Amina. Sema ametupa. Tamka kabisa ametupa. Ukimwona amemiliki gari, manake ametupa amemiliki nini? Jina la nani? Jina la nani? Ametupa wakati ana kazi, ana historia yake. Alikaa muda mrefu bila kupata nini? Kazi. Ametupa alikosa nini? Nisikilize. Alipomfurahisha Mungu, ametupa akapata nini? Alipojenga, ametupa alifanya nini? Amejenga. Sema jina. Sema jina. Ndio maana Mungu alimuuliza Shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Akasema vitu vingapi? 4. Huyo Ayubu mtu nini? Mkamilifu, mwelekevu, anayemcha Mungu na kuepukana na uovu. Ni nani? Ndo ametupa wa leo, ndo Ayubu wa leo. Mungu anaposema fimbo ya udhalimu haiwezi kukaa katika nchi ya nani? Wenye haki. Mungu anaposema Mungu hasikii wenye dhambi. Unapokaa ndani ya kanisa usiangalie wengine, jiangalia wewe na jina ulilobeba. Katika nchi ambayo shetani alikuwa anapita duniani, Biblia inasema hivi, hapana mtu mwingine wapi duniani kama nani? Kama yeye. Kumbe baraka za Mungu zinapokuja kwako, Mungu anaangalia mtu mmoja mmoja. Amen. Ndio maana neno linasema kila mtu atabeba nini? Mzigo wake. Jina lako ndilo limebeba mzigo wako. Kabla hajafa aliitwa nani? Yesu. Niliwasomeeni ile ngapi? Isaya 9, si ndio hivyo 6 mpaka ngapi hapo na kuendelea. Kuna mambo manne alitaja. Amina. Kwamba Yesu alibeba nini? Amina. 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 Amen. Yesu mambo aliyoyabeba ndio yaliyomsababisha ashinde chini ya dunia. Maanake ushindi wako upo katika jina lako la Daudi Shimwela. Ndani yake umebeba nini? Utaona wana wa Israeli Mungu aliwakubali, aliwapenda. Samueli wa kwanza, anza mstari ule wa 4. Sura ya 4. Samueli wa kwanza, anza sura ya 5. Tukienda sura 4 itakuwa mbali sana. Anza sura ya 5 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu. Wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Wakasema ole wetu, kwani halijawahi jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkao watumwa wa Waebrania. Kama wao walivyokuwa watumwa wenu, fanyeni kiume mkapigane nao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nawarudisha tena nyuma. Tulieni tu hapo hapo. Wana wa Israeli wakati Mungu anawatoa kutoka kwa nani? Kwa Farao. Mungu aliwapa jina. Akawaambia mimi ni niko ambaye nini? Niko. Akawaambia mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa nani? Wa Yakobo. Ukisoma sura hiyo ya 4 mstari wa kwanza utaona wana wa Israeli walipigwa na Wafilisti sababu walikuwa na miungu. Waliondoa jina la nani? La Mungu. Soma mstari wa kwanza sura ya 4 inasemaje?
Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani. Wakatua karibu na Ebezeneri. Nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli. Na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti. Wakawaua watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani, wapata watu 4,000. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Mpaka hapo. Kwa nini Waisraeli walipigwa? Mungu aliondoa mkono wake kwa Waisraeli. Udhalimu ukiwepo na wewe, Mungu ataondoa mkono wake kwenye kazi yako. Mungu anaondoa mkono wake kwenye biashara yako. Mungu anaondoa mkono wake kwenye ndoa yako. Unavyopitia mambo mengi magumu, tikisa jirani yako, mwambie acha kulala. Huo ni udhalimu. Unavyoona kwa nini Mungu aliruhusu wana wa Israeli waanze kutembea na Mungu, alafu kwa nini Wafilisti wampige tena Israeli? Kwa hiyo Mungu alishindwa? Hapana. Na kuna kifungu hapo nitakuonyesha. Wafilisti walipopigwa, sema Eli alipopelekewa taarifa aliogopa. Kwa nini wana wa Israeli wapigwe? Na zaidi ya yote akaambiwa, na watoto wako 2 wamekufa. Sema ehe. Sema ehe. Hata kama Mungu amekufanya umeokoka, akiona uovu kwako, hashindi kuruhusu kuuliwa hata uzao wako. Amina. Amina. Eli alikuwa mtumishi wa Mungu, si mnakumbuka? Ni mume wa nani? Wa Hana na nani? Na Penina. Amina. 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 Au hata mjui tena? Samueli wa kwanza, fungua. Mimi sifundishi kitu ambacho sikijui. Eli alikuwa ni nani? Ni babake nani? Samueli. Nataka umjue kwanza Eli ni nani. Samueli wa kwanza, soma. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu. Jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Eriu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake 2. Jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Mpaka hapo imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa umeelewa? Kwa hiyo ni historia bado inaelezewa ya nani? Wana wa Israeli. Sitaki kuanza mwanzo. Mungu alipoona wana wa Israeli wamekuwa chukizo mbele zake, wameanza kuabudu miungu wa Mabaali, akatoa mkono wake. Wana wa Israeli walipigwa. Alo? Hii ina maana gani? Wana wa Israeli wakati wanajiandaa walijihakikisha wapo na nani? Na Mungu. Neno linasema walijipanga. Lakini walipoenda walifanya nini? Walipigwa. Mgeuke jirani yako, mwambie unaweza ukajipanga kuja maombi. Kama Mungu hayuko na wewe, kama Mungu hayuko na wewe, unaweza kupigwa vile vile. Amina. Samueli wa kwanza sura ya 4. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile. Hali nguo zake zimelaluliwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama,
Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Fineasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Maana alikuwa mzee tena mzigo mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa. Mpaka hapo alisemaje? Rudia huo mstari. Mstari 21. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa. Na kwa sababu ya mkwewe na mumewe, naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Mungu hata kama amekupa nafasi gani, ukishindwa kulinda ule utukufu aliokupa, utukufu unatwaliwa. Eli alishtuka alipoambiwa watoto wake wamekufa, lakini alipoambiwa sanduku la Mungu limefanya nini? Limetwaliwa, alikufa. Neno linasema Eli, sema Eli hakufa sababu watoto wake wamekufa. Alikufa baada ya kusikia na sanduku limefanya nini? Limetwaliwa. Akajua kabisa kumbe Mungu ametuacha kabisa. Sasa ulize, uwaga unashtuka ukiona unaomba ujibiwi? Uwaga unashtuka ukiona umeomba miaka na miaka? Maana yake utukufu wa Mungu haupo kwako. Uwaga unashtuka ukiona neema yako ya kuishi katika wokovu imeondoka. Yaani ukitenda dhambi hukumiwi, huwa unashtuka. Kwa hiyo hata Wafilisti walivyoiba lile sanduku la nini? La agano, walijaribu kwenda nalo sehemu zingine. Sema wakajaribu kupeleka maeneo pengine, wakaliweke lile sanduku, lilikuwa linawaua. Mgeuke jirani yako, mwambie usitake matakatifu kabla hujatengeneza. Matakatifu yanaua. Soma sura ya 5, anza mstari wa 1. Inasemaje? Nataka muelewe nini maana ya jina. Mungu akikwambia nimekuokoa leo, nimekupa nafasi, Yesu akae ndani yako, usiicheze hiyo nafasi. Umesikia Mage? Aya, soma sura ya 5, anza mstari wa 1. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi.
Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyieje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli lihamishwe liende Gati. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana, akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Mpaka hapo kwanza, miji mingapi linahamishwa? Unaweza ukaama makanisa, mapigo yako pale pale. Unaweza ukaama makanisa ukasema hapa hapafai, labda niende huku. Mungu, sema Mungu hachanganwishi na uovu. Walipotoka Israeli walilipeka kwanza wapi? Dagoni, si ndio hivyo? Walipotoka Dagoni wakalipeka wapi? Walipotoka Ashdodi wakapeka wapi? Gati. Kwa sababu Mungu yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo kokote walikokuwa nalipeleka lile sanduku, wale watu walikuwa sio watakatifu. Kwa hiyo vitu vya Mungu haviwezi kukaa na nani? Na waovu. Mwambie mwenzio, baraka za Mungu hazipatani na udhalimu hata siku moja. Mgeukie ingine, mwambie rafiki, yamkini ndani yako kuna Dagoni na maeneo mengine yote yaliyofikiwa na sanduku. Kwa Mungu anapofika ndani yako, anapotaka kuachilia baraka, baraka zinakukataa. Unashangaa mapigo, umeokoka, mapigo yanafanya nini? Yanazidi. Hivi hujai kuona umeokoka unaomba lakini mapigo yana nini? Yanazidi. Jikague. Isikilize hii story vizuri. Jinsi sanduku lilivyokuwa linahamishwa, na ndivyo leo ndivyo ilivyo. Sababu ya dhambi, watu wengi waliookoka hawaoni utukufu. Utukufu umeondolewa kwa sababu moja tu, wao ni hekalu. Kwa hiyo ndani ya hekalu kunahitajika utakatifu. Sanduku linapokuja ni utukufu wa Mungu. Ukija hapo ukikuta uovu, hauwezi kukaa, unaondoka. Lakini kabla mapigo lazima yaanze. Mungu anaposema na wana wa Israeli, nipo pamoja na nyinyi, sitakuacha Musa,
akachukua nani? Yoshua. Akamwambia sitakuacha nani? Yoshua. Alo, kwa nini baadaye aje waache? Kwa nini ulipookoka ulianza kuona neema ukilala ndoto? Si unajua ukiokoka unakuwa bado mpya, hujakubuu katika nini? Ukikubuu kwenye wokovu unakuwa na kiburi. Sasa unapookoka unakuwa mchanga, utashangaa unaanza kuona lile jina la Mungu likifanya kazi, utaonyeshwa ndoto. Wangapo waliona hiyo kipindi ameokoka tu? Maono mengi kweli. Ukiomba tu maono hayo, ukiomba tu maono hayo, ukiona tu maono hayo, mgeuke jirani yako muulize, ndugu yangu, yalienda wapi? Kwa sababu ulipokuwa unaokoka ulikuwa na shauku, ulitunza jina la Bwana. Ukiona sigara unakimbia, ukiona pombe unakimbia, ukiona watu wanasengenya unasema mimi nimefanya nini? Nimeokoka. Mtu akikutongoza mdada unasema mimi nimeokoka. Kaa ianze kuzoea sanduku la agano. Wana wa Israeli walilizoelea nini? Sanduku la agano. Leo mimi na wewe sanduku lako la agano ndo hili ninalokupa. Mimi ndo sanduku la agano ambalo naleta kwenu. Halo? Kwa sanduku la agano ulipolipokea mwanzoni, ukiambiwa kudeki choo unafanya nini? Unadeki. Ukiambiwa kibao ulikuwa unafanya nini? Una hamu ya kwenda wapi? Kibaa. Sema sanduku lilipoondoka. Ukiambiwa kwenda kibaa unaona kama umeambiwa uende Mozambiki. Usicheze na kitu kinachoitwa sanduku la agano kuondoka kwako. Maana yake ni jina la Mungu